hadithi tena nyingine pia bado kutoka kwa Imam Sadiq alayhi salam, anasema ya kwamba, anasema imtali'u jawfal mahmum min as-sawiq yughsalu 3 marrat thumma yuska. Anasema pia vile vile Imam Sadiq anasema, jazeni tumbo la mtu mwenye homa kwa nini? Sawiq, yani mumnyweshe sawiq kwa wingi, nyingi, yani mara nyingi, kwa yani mpaka tumbo lake liwe litajaa kwa kutumia sawiq. Lakini kwa njia gani? Kwanza yughsalu 3 marrat thumma yuska, ioshe mara 3, alafu kisha ndio nini? Anyweshwe. Kwa kufanya vile, akitumia ile, inaondoa harara, joto lililoko ndani ya mwili, kwa sababu kawaida homa huwa ina joto ndani ya mwili, ni fever ile, na mtu akiwa na nini anakuwa. Sasa hii kawaida kikawaida ni kwamba hii sawiq huwa ina ubaridi ndani yake, katika mizaji yake ni kwamba mizaji yake ni baridi. Sasa kwa hivyo inapoingia kwenye mwili inaleta ubaridi ndani ya mwili na kuondoa joto lililoko, na kwa njia hii inakuwa pia imeondoa ugonjwa ulioko wenye joto. Kama vile tumesoma huko nyuma, inaondoa harara, lakini ile ambayo inatoa harara tulisema ni ile ambayo iko kavu. Mtu asitumie ikiwa maltut, isiwe imechanganywa na maji. Ikiwa kavu ndio itakuwa ina faida hii ya kutoa harara na kuondoa nini, hali hiyo ya ugonjwa. Na tusije kutoelewa, kwa sababu watu wengi hukosea baina ya homa na mafua. Mtu anaposema ya kwamba nina mafua anasema nina homa. Tunaposema mafua ni fever, na tunaposema homa, samahani, tukisema mafua ni cold kwa Kiingereza, na hii ni kutokwa na nini, na maji kwenye pua, yani makamasi. Hiyo ndio inaitwa nini, mafua. Lakini anapokuwa mtu hali yake hata anaweza kuwa hatoki na kamasi kwenye pua, lakini mwili wake una joto pia, viungo pia vinauma, joint zake pia vile, hiyo ndio inaitwa homa, yani au fever kwa Kiingereza. Sasa hiyo ndio inayokusudiwa, mtu apewe nini, dawa hii au chakula hiki ndio kitakuwa kinamsaidia.